أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, mwalimu wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaanza mazungumzo yetu leo kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kufunguka katika fikra zetu, ili kusudi yale ambayo tutajulishana leo yawe yatakuwa na maana katika mabongo yetu inshallah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe na utulivu katika nafsi zetu, nyoyo zetu, ili kusudi kile kichache kitakachotoka katika moyo wangu kiwe kitakuwa na nafasi kadhalika katika moyo wako. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie uwezo wa kusikiliza, kufahamu na kutumia kile kichache ambacho tutajulishana siku ya leo, ili kusudi kesho yetu ipate uwezo wa kuwa bora kuliko jana yetu. Kwa sababu nyingi katika hasara anazopata mwanadamu ni hasara ya kutokuwa, yani kuwa mtu yule miaka nenda miaka rudi. Ulivyokuwa katika umri wako wa miaka 15 ndivyo ulivyo katika umri wako wa miaka 50, 65, 70. Ulivyotoka katika uzao wa mama zetu, tunaingia hivyo hivyo katika uzao wa kabri zetu. Kwa hivyo ni muhimu mwanadamu kila wakati awe anajitihada ya kujikuza, ili kusudi awe ataitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, na mwito wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kati yenu aliye bora ni yule anayeipa kipaumbele ilmu na kujikuza, ili aweze kuwa na uwezo wa kutumikia jamii yake, familia yake, na kujitumikia katika maisha yake. Hakika Imam Al-Banna ambaye alikuwa ni mwanachuoni mkubwa wa Kiislamu, hasa katika taaluma za kisasa zikichanganywa na dini, bwana huyu anasema mwanadamu kuweza kukua na kufikia kile kiwango ambacho kitakuwa kinamurua, basi ni lazima ajitahidi afikie malengo yafuatayo. Lengo la kwanza katika maisha ya mwanadamu ili kuweza kukua ni kuhakikisha kwamba nafsi yake inalelewa, ili iwe inazidi kudhibitika kila umri ukiendelea kwenda juu. Imam Al-Banna anasema pia, hakika mwanadamu asiyefanya bidii kwa hiari yake ili kusudi akajenga tabia yake, basi kunakuwa na mushkili katika dini yake, kwa sababu ad-din inda muamalat, hakika dini inapatikana zaidi katika maingiliano ya watu. Ndio nakuta ndugu zangu, Uislamu unatia sana mkazo katika mwanadamu kujenga akhlaki zake, na hiyo ndio sababu kubwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutumiliza kwetu, ili awe ni mfano, awe ni role model ya kutuonyesha vipi tutaweza kuishi maisha yetu. Hakika kuishi maisha ya wale waliokuwa mbele kuliko sisi ni kuwa na umakinifu wa kutizama yale waliokuwa wakiyafanya kwa uzuri na kujikanya na yale ambayo walikuwa wakijikanya kati ya mambo mabaya.
Kwa hivyo Imam Albani anasema good character, yani kujenga tabia nzuri, kujenga shakhsia nzuri, kujenga personality nzuri, kujenga muonekano mzuri, hiyo ni kati ya mbinu Muislamu anatakana afuate ili kusudi aikuze daraja yake kutoka chini na kuenda juu. La tatu, al-Imam anasema ni muhimu kwa Muislamu kukuza fikra zake, yani cultured thoughts, kwamba awe ni mtu ambaye ana upeo wa juu sana vile anavyofikiria, awe na ruwaza ama vision ya hali ya juu katika kukuza nafsi yake, kukuza familia yake na kukuza jamii yake kwa ujumla. Ya nne, Sheikh Albani anasema hakika mwanadamu kuweza kuingia katika mizani ya kuwa mwanadamu aliyefanikiwa kuongokewa hapa duniani na aongokewe kesho akhira, ni lazima awe na good social network, yani awe amejizungusha na watu ambao watamsukuma uenda juu badala ya kumvuta kuja chini. Na hili ni jambo muhimu kwetu sisi sote. Wanasema show me your friend and I will tell you the kind of a person that you are. Nionyeshe sahiba yako nani na nitakwambia wewe ni mtu wa aina gani. Kwa hivyo yule unayemweka karibu ana uwezo mkubwa sana wa kuamua wewe utakuwa ni mtu wa aina gani. Sheikh Albani anasema hakika mwanadamu kuweza kukua, kujitegemea na kufikia yale malengo yake na daraja za juu katika maisha, ni lazima asimamishe mbinu za kujipatia maisha yake. Yani awe atakuwa ni mtu ambaye ana mifereji inayofunguka ili apate riziki yake. Na katika ilmu za kiuchumi za karne ya 21 wanasema mwanadamu anayetaka kuwa na uwezo wa kujitegemea asiwe ni mwanadamu ambaye anaomba kila wakati na kutegemea watu wengine. Ni lazima hakikishe katika maisha yake ana mfereji zaidi ya mmoja ambao unamletea riziki zake. Mwanadamu ambaye anajitahidi, kama wanavyosema majitahada wajada, yule mwanadamu anayejitahidi kwa kila njia, kwa kila mfano, kwa kila mbinu kuhakikisha kwamba amejikimu mahitaji yake, huyo mwanadamu ndiye mwanadamu anayepata uhuru wa kuishi na kufurahia kuishi kwake. Mwanadamu, anasema Sheikh Albani, ni lazima ajitahidi awe na ukakamavu katika maingiliano yake. Wanasema karne ya 21 haijengwi na vile unavyofikiria, bali karne ya 21 inajengwa na vile unavyohisi. Ikiwa hisia zako ni dhaifu, maisha yako yanakuwa ni dhaifu, kwa sababu inamaanisha unaweza kutumika vibaya ukiwa utasukumwa na watu wabaya. Unaweza kutumika vibaya ikiwa utapata masahib wabaya. Unaweza kutumika vibaya ikiwa utaingia katika sehemu baya. Kwa hivyo kuwa na strong emotions, kwamba unajitahidi ili kusudi hisia zako ziwe ni hisia nzito zenye nguvu, basi zinakupa uwezo wa wewe kuathiri watu kuliko watu kukuathiri wewe. Hakuna nguvu zilizo bora zaidi katika ukuaji wa mwanadamu kama nguvu za moyo. Ibn Khaldun, mwanachuoni mkubwa wa saikolojia na sosiolojia ya Kiislamu, anasema mwanadamu anapelekwa na mambo matatu. Jambo la kwanza, anapelekwa na hope, matumaini, kwamba ijapokuwa pale tulipo ama mtu alipo sipo anapotaka, lakini awe na matumaini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kubadilisha maisha yake. Na pili, anasema ni lazima mwanadamu awe na kicho cha aina gani? Awe na kicho ya kuharibikiwa katika maisha yake ya hii dunia
na kuharibikiwa katika maisha yake ya kesho akhira. Alafu ya tatu anasema mwanadamu ni lazima awe atakuwa na tawakkul, yani awe na uwezo wa kuchukua risk, asiwe atakuwa ni mwenye kufikiria sana wakati anataka kuchukua uamuzi. Mwanadamu anatakikana amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na trust yake iwe mikononi ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati anataka kufanya uamuzi wa kujiendeleza katika maisha yake. Sheikh Al-Banna anasema ya mwisho, mwanadamu ni lazima awe ana pause mara nyingine ili kujiuliza, je, hivi ninavyoishi mimi leo, haya ninayoyafanya mimi leo, Mwenyezi Mungu akiamua kwamba sasa ni wakati wa mimi kuondoka katika huu ulimwengu, kuna uwezekano wote kwamba nitaingia peponi? Na hiyo ni pertinent question kwamba wewe na mimi lazima tujiulize kila wakati, na hili ni swali ambalo linaulizwa usubuhi na jioni, kama swali ambazo linakuweka katika rada ya kuhakikisha hautoki katika barabara ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika mbio zako zote unazokwenda kama mwanadamu, katika shughuli zako zote ulizonazo kama mwanadamu, katika mazito yako yote ulionayo kama mwanadamu. Ni lazima, ni muhimu kujiuliza kwamba je, hivi nilivyo hapa nilipofika, haya ninayoyafanya, hichi nilichokishika kikukusanywa ikachanganywa, je, kitanipeleka pale ambapo ninastahili kuwepo kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu, hutuba yetu ya leo ina malengo 6. Lengo la kwanza, hutuba yetu inajaribu kutusaidia ni vipi tutajijenga sisi wenyewe ili kusudi tuwe watu ambao usubuhi tukiamka tuna determination na jioni tukilala tuna satisfaction. Yani usubuhi tukiamka tuna msukumo na nguvu za kutosha kukabiliana na challenges za maisha, na jioni kufurahi kwamba ni kweli tumeweza kukabiliana na challenges za maisha. Ndugu zangu, ukiliangalia neno success linaanza na harufu ya S na linamalizika na harufu ya S. Hili neno linajitafsiri kwa harufu hizi mbili kwamba ukitaka kufaulu, if you want to succeed, then S ya kwanza jitolee, sacrifice. Ukiacha yale yenye starehe fupi hapa duniani na ukayapiga makamama yale yenye faida kubwa kesho akhira, baadaye maisha yako yatakuwa ni maisha ambayo yatasemekana yameishiwa katika hali ya satisfaction. Lakini ikiwa ni mtu ambaye unakimbilia zile quick gratification, kwamba unataka starehe ya leo, basi naam, utaipata starehe ya leo, lakini price yake ya kesho itakuwa ni kubwa sana. Kwa hivyo hutuba yetu kwa kichache, kwa wakati ambao tunao, tutajaribu kuelezana ni yapi yale tukiyafanya tutakuwa watu ambao tunaweza kujikuza kutoka katika udhaifu tulio nao na kuingia katika nguvu ambazo zitatujenga tupate hasana katika huu ulimwengu na tupate hasana kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu anasema, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemjenga, tumemuumba mwanadamu, tumemtengeneza katika umbile zuri kabisa, umbile la kupendeza kabisa, umbile la kuweza kufanya chochote ambacho anataka kufanya ili kusudi afaulu katika hii dunia na afaulu kesho akhira. Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ni muhimu sana kwamba ikiwa wewe umeumbwa katika hali hiyo alafu ukakataa kujiimprove
ama kumaintain hali kama hiyo, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena thumma radadnahum asfala safilin. Lakini akicheza cheza, asipofanya juhudi, asipojitahidi, asiposacrifice, asipofanya yale yanayotakikana katika hali ya kumjenga, basi tutamrudisha katika cheo cha chini kabisa. La pili ambalo tutajaribu ndugu zangu leo kwa wakati tulionao ni kujaribu kueleza principles za Kiislamu ambazo zinamwezesha mwanadamu kuimprove from the person that you are to the person that you should be. Ni vipi utajitoa katika hali ya upanya uingie katika hali ya undovu, uwe na nguvu za kukabiliana na matatizo ya maisha. Ni vipi utatoka katika hali ya uoga ya njiwa uingie katika hali ya nguvu ya eagle, uweze kuruka angani na kufika katika nyanja za juu kwenye maisha yako. Ni vipi utajitoa katika hali ya kuwaliza ujiskafiri na uwe mamba utingise mito ya maisha yako. Ni vipi utajitoa katika kuwa kidagaa ili uwe papa utingise bahari yako. Ni vipi utaweza kujijenga ili kusudi unapoondoka katika huu ulimwengu uwe utaiacha ile elimu muhimu sana ya maisha. Na elimu muhimu sana ya maisha ni elimu ya legacy, kwamba hakutatokea mtu mwingine ambaye ataweza kuvaa viatu vyako, kwa sababu wewe maisha yako yalikuwa special, maisha yako yalikuwa unique, maisha yako yalikuwa important, maisha yako yalikuwa na athari, maisha yako yalikuwa yanabadilika kila siku, maisha yako yalikuwa yanaathiri nyoyo za watu wengine, maisha yako yalikuwa yanakufikia pale mahali ambapo unastahili kuwapo. Ndugu zangu, la tatu leo Mwenyezi Mungu akituafikia, tutajaribu kufahamishana importance, yani umuhimu wa kurudia ibada na matendo mazuri katika maisha yako ili kusudi uwe expert wa mambo mazuri. Repetition is the best teacher in life. Ukitaka kuwa mweledi wa jambo lolote, kuwa mjuzi wa jambo lolote, kuwa expert wa kitu chochote, basi kwanza tutambue kile kitu. Alafu ukifanye kila siku mpaka siku moja, sura zako zitambulikane na kile kitu, kwa sababu sasa umekuwa expert wa kile kitu. Ndugu zangu, falsafa inasema consistency is more important than intensity. Hata kama amali ni ndogo, lakini ukiifanya kila siku inakuwa nzito kuliko ile amali kubwa lakini unaifanya siku moja, na kwa hivyo haipati kukupa athari katika mabadiliko yako ya kimaisha. Ndugu zangu, kwa wakati tulionao tutaangalia 7 amazing benefits. Nimetumia neno amazing kwa sababu hizi ni faida ambazo mwanadamu akizipata atakuwa ametengeneza ulimwengu wake, kwa sababu katika dunia hii kuna watu hufa na bado wako hai, na wengine hufa kabla hawajafa. Sasa inategemea wewe una maisha ya aina gani, maisha ambayo hata ukifa utakuwa unaendelea kuishi, ama maisha ambayo wewe bado waishi lakini ushakufa. Yani uzito wako katika hii dunia hausikii hata na yule mnyama mdogo anaitwa tungu. Kuwepo kwako na kutokuwepo kwako katika ulimwengu hakuada wala haku minus. Wacha katika ulimwengu kuna binadamu wengine hata maisha yao yenyewe hayahisi uzito wao, familia zao zenyewe hazihishi uzito wao, jamii hazihishi uzito wao. Hawa ni watu ambao wamekufa ijapokuwa bado wako hai. Kwa hivyo hizi 7 amazing benefits are very important kwetu sisi. Na mwishowe ndugu zangu, today Mwenyezi Mungu akiniafikia, I want to share with you the best investment you can do to yourself.
Yani ni uwekezaji gani muhimu sana ukiuweka katika maisha yako, kila kitu chako kitakwenda sawa na maovu yatakuepuka kwa kiasi kikubwa sana, na baadaye utakuwa mtu ambaye umeishi katika faida ambazo hazitakufaidisha wewe peke yako, bali itafaidisha kila aliye karibu yako na hata wale walio mbele yako. Ndugu zangu, hakika self improvement wanasema ni ile hali ya kufanya kila kinachostahili kufanywa ili kusudi you become the best version of yourself. Swali ambalo sihitaji jibu mchana wa leo, ikiwa mtaniruhusu niwaulize, are you okay? Are you okay? Are you okay with the person that you are at the moment? Are you okay? Do you by any chance think umefika katika kuishi maisha yako? Umeshafika kilele chako? Do you feel like you are now the best you could be in your life? Do you think you've done all what it takes to be the best person you want to be in your life? Je, wewe kwa mawazo yako, maoni yako, wafikiria ushakomaa kiroho, ushakomaa kiakili, ushakomaa kihisia, ushakomaa katika kiwiliwili, ushakomaa katika mfuko wako, ushakomaa katika maingiliano yako? Je, are you comfortable with the person that you are today? If you are not, kindly listen to what I have to share this afternoon. Ikiwa unahisia hata kama ni chache, hata kama ni ndogo, kwamba una uwezekano wa wewe kubadilika kutoka vile ulivyo wa mtu unastahili kuwa katika maisha yako, basi nisikilize kwa makini. Ndugu zangu, hakika katika safari zote tunazosafiri kwenye maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhira, the best, and I mean it, the best, and I really mean it, the best journey, safari iliyo bora zaidi katika maisha yetu ni safari ya kujitizama na kujijua uwezo wetu na udhaifu wetu, ili kusudi mwisho tusimame tuwe watu walio watu. Nataka kurudia, the best journey, safari iliyo bora zaidi ya kusafiri katika maisha ni safari ya kujitambua wewe ni nani. Wewe ni nani? Siulizi jina lako, najua jina lako ni nani. Siulizi kabila yako, najua kabila yako ni nani. Siulizi familia yako, najua familia yako ni gani. Siulizi kazi yako, najua unafanya kazi gani. Siulizi degree yako, najua una degree gani. Nakuuliza wewe nani? Who are you? Ushawahi kukaa chini na kalamu na karatasi kujichambua ili kujijua upate kuwa mtu wa murua, kwamba mimi ni mtu wa aina fulani, na kwa sababu mimi nimejijua ni nani, nitafanya kila kinachostahili kumridhisha Manani. Sio raha ndugu yangu kuwa mtu wa chini, kwa sababu Muislamu hafai kuwa chini. Yeye ana bora iliyo dini, ni lazima ajikuze mbawa za elimu na uchaji Mungu, aweze kuruka aende angani, asiwe akateremka katika mashaka ya kuingia motoni, bali ajipange na yanayohitajika ili Mwenyezi Mungu amfungulie milango ya peponi, kwa sababu yeye ameishi maisha na amekuwa mtu wa thamani, sio mtu duni. Kwa hivyo safari ya kujitambua wewe ni nani inakupa uwezo wa kufanya kile kinachostahili kufanywa ili kusudi uwe mtu bora kesho kuliko ulivyokuwa jana. Ndugu yangu,
kama kuna kitu ambacho ni constant katika maisha, ni kitu kinaitwa mabadiliko, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, wewe na mimi katupa uwezo wa kwamba sisi si minazi wala si miembe wala si mikorosho, sisi binadamu. Na mwanadamu anakuwa kutokea giza la tumbo la mama hadi giza la tumbo la kaburi. Mwanadamu anatakikana abadilike kila dakika, kila saa, kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka, na baadaye wakati umefika wa watu kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wewe umefika ile full picture of the person you were created to be by Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ndugu yangu, hasara katika maisha yetu is to die full, is to live full and then you die empty. Utafiti wa deathbed, yani wakati wako wanapokufa, maprofesa fulani, hii ndio research zao wanafanya kila siku, huwa wanawauliza ni kipi kile ulichojutia katika maisha yako na leo unakwenda kwa Mola wako. Utafiti wao unasema binadamu wengi hawajutii yale walioyafanya, huwa wanajutia nafasi waliokuwa nayo kufanya makubwa zaidi, mazuri zaidi, lakini hawakufanya, na sasa there is no reverse gear. Kaniza wakati umekwisha, ni lazima. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi halaka al-mauta wal hayat. Sasa wakati ule mauti imefika, you regret the hayat, the way you lived. Na unasema I would have been a better person than the person I am today, going to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nataka kutoa wasia, ndugu zangu, celebrate your life so that you don't regret it at last. Life is not meant to be regretted. Life is meant to be celebrated. Na hauwezi kucelebrate maisha yako if you don't choose and you don't take chance and you don't maintain courage. Please choose the best for you. Take chance, kwa sababu opportunity comes only once, but misfortune comes every day. Fursa inakuja mara moja peke yake, lakini bahati mbaya zinatokea kila siku. Ukitake advantage ya fursa inayokuja mara moja, it will destroy every negativity that will come your way as you live your life. Inaua kila kitu. Alafu ukawa na courage ya kusema yes where yes is needed, na kusema no where no is required. Ndugu zangu, kwa sababu ya kati ni muhimu sana, ikiwa tunataka kujikuza, tuwe na kujitambua, self awareness. Hizi ni kitu gani? Number 2, kuwa na purpose, kujua lengo lako. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. The purpose of living, my brother and sister, is to live a purposeful life. Ukijua maana ya kuishi, maisha yanakuwa na maana, na unachokifanya kinafana, na unamridhisha Rabbana, na baadaye kila jambo linakuwa zuri sana, kwa sababu wewe unajua maisha yake maana. If you know the purpose of living, living becomes purposeful. If you know why you do what you do becomes easy to do. Ukijua kwa nini unachokifanya kinakuwa rahisi kufanywa. Lakini why is very important. Kujua kwa nini unafanya. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kafanya deliberate effort kutuambia kwa nini katuumba, ili kusudi kule kuishi kwetu kuwe rahisi, ili kuishi kwetu kuwe kwepesi, ili kuishi kwetu kuwe na maana, kuwe na faida, ili kusudi tuwe ni watu ambao tutakuwa na athari katika maisha yetu wenyewe na maisha ya watu wengine. Ndugu zangu, constant source of self motivation. Ukijijua kwamba wewe hakuna kitu kinachompa mwanadamu motisha zaidi kama kujua you are making progress in your life. You know, also in your life, whatever you're doing, ikiwa ni mchungaji ng'ombe, ikiwa ni mwalimu darasani, ikiwa ni profesa chuo kikuu,
As long as you see there is a progress in what you do becomes easy to do. Ukiwa kila siku unaona kusonga mbele katika maisha yako, nguvu za kusongea mbele zinapatikana kwa haraka. In the interest of time, inakupa intense focus katika haya achievements za maisha, kwa sababu katika falsafa wanasheria wanaita sheria ya ngazi, kwamba ngazi ni daraja baada ya daraja. Lakini ukiwa daraja ya chini alafu ukiangalia juu, kuna hatari, utaogopa kuipanda ile ngazi. Kwa hivyo usifanye uhodari wakati kujua ile ya juu kabisa, kwanza iangalie ile inayofuata na inayofuata na inayofuata. Ukishtuka kupanda ile ngazi imekuwa ni rahisi. Na kabla hujaipanda ile ngazi, kwanza jiulize, je, ngazi hii iko katika ukuta ninaotaka kuupanda? Because it is very sad to live all your life 8 years, 90 years, 100 years umeishi maisha yako just to discover wakati unakufa kwamba it was all wrong. Uchungu sana. Mwenyezi Mungu kuruzuku miaka 90 ya maisha na umeishi, lakini kwa sababu haukuwa muangalifu inavyostahili, wakati unakufa miaka yako 90 yote habaa manthura. Habaa manthura. You lived wrong. Now that's what they call kufilisika, kwa sababu hakuna njia nyingine sasa ya kurecover. Wewe unatoka katika hii dunia unaenda katika marhala nyingine. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, it gives you great emotional resilience. When you love just enough, and when you hate just enough, because the same person you hate today could become your friend tomorrow, and the same person you love today, even if it's your own wife, she could become your enemy tomorrow. So always create a percentage of probability in case things don't turn out the way you want them to turn out. Haikupigi na barasi, haikuangushi kabisa. Utakuwa na shock absorbers, utakuwa na resilience ya umeanguka chini. Na kuanguka chini si ajabu, kila mmoja wetu kashaanguka chini. Ajabu ni kuanguka chini alafu ukakataa kusimama tena, hiyo hasara. Falling down is not a problem. Everybody falls down. The problem is to fall down and then refuse to stand up again. When you fall down facing up, you can stand up. Every setback is a setup for comeback in life. Kwa hivyo wewe unajitayarisha vipi? Emotions zako ziko vipi? Ndugu zangu, wanasema ya 7 ni ilipupa uwezo, ile improvement. In life, you don't get what you want. Katika maisha hupati. Katika maisha hupati unachokitaka. Katika maisha unapata unachostahili. Kwa hivyo kama unataka kuwa mtu wa kupata makubwa, kwanza wewe kuwa mkubwa. Kama unataka kupata mambo mazuri, kwanza wewe kuwa mzuri. Kama unataka kupata mambo ya kheri, kwanza wewe kuwa mtu wa kheri. You got to attract in life the person that you are. You don't attract what you want in life. Allah does not give you what you want in life. Allah gives you what you work for, what you desire. Kwa hivyo ikiwa wewe unataka kwenda daraja ya ulia, basi kuwa mtu ambaye anastahili kwenda daraja kama hiyo. Sahaba mmoja alimwambia Mtume, wallahi nasikitika kwamba tukifa nitakuwa mbali sana na wewe. Nasikitika. Mtume amwambia, mbona unalia sana hivyo? Nalia kwa sababu mauti ikitufika itakuwa mwisho wa uhusiano wetu. Kwa hivyo nataka kukuomba ya Rasulullah, unifanyie na mimi fadhila. Mwambie Mwenyezi Mungu atutie pepo moja mimi na wewe, kwa sababu nakupenda sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, subhanallah, hilo ni swali gumu kabisa. Kama muombe unachomuomba Mwenyezi Mungu, wewe mtume wake atakupa. Kama hivi tulivyoishi pamoja hapa duniani, nataka tuishi tena pamoja huko peponi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mtume akamwambia, nitajaribu, lakini nataka unisaidie pia na mimi. Ongeza sajda zako, ongeza kuamka kwako usiku,
ziongeze saumu yako, ongeza kiraa yako, ongeze mazuri yako, ili iwe rahisi kwangu mimi kumwambia ya Allah, huyu mja wako amejitahidi. It's called the law of attraction. You don't attract who you are. Who you are is not your choice. I didn't choose to be short. I didn't. You didn't choose to be tall, did you? I didn't choose to be dark, and you didn't choose to be white. That's biological. It's not a choice, but there is one thing you can choose: what you become in your life. That's your choice. That's your choice. How much education you want to have, that's your choice. How much money you want to make, that's your choice. How much influence you want to have, that's your choice. In life, you become what you do with yourself every single day. Katika maisha unakuwa kutokamana na yale unayofanya na maisha yako, sio yale unayoyatamani katika maisha yako. Ndugu zangu, hotuba yangu ya leo nitaendeleza tena wiki ijayo kwa sababu sijaimaliza na wakati hauturuhusu. Lakini nataka kumaliza kwa kusema the roots to good life are very bitter. Mizizi ya maisha mazuri yana uchungu, lakini matunda ya maisha mazuri ni tamu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.